Barua ya pili ya Paulo kwa Watesalonika. Watesalonika wa pili sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa Silvano na Timoteo. Tunawaandikia ninyi kanisa la Tesalonika munaoungana na Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Tunawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Wandugu, tunapaswa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Inatufaa kufanya vile kwa maana imani yenu inaongezeka, nao upendo wenu ninyi kwa ninyi unazidi kuongezeka. Kufuatana na ile, sisi tunajivuna kwa ajili yenu katika makanisa ya Mungu kwa sababu ya uvumilivu wenu na imani munayokuwa nayo katika mateso na taabu munazopata. Hayo yote yanahakikisha kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki, na matokeo yake ni kwamba ninyi munastahili kuingia katika ufalme wake ambao kwa ajili yake ninyi munateseka. Kwa maana Mungu yuko na haki ya kuwatesa wale wanaowatesa ninyi na kuwapumzisha ninyi munaoteswa pamoja nasi. Jambo lile litatendeka wakati Bwana Yesu atakapoonekana tokea mbinguni pamoja na wamalaika wake wenye uwezo katikati ya ndimi za moto, kwa kuwazibu wale wanaokataa kumjua Mungu na wale wasiokubali habari njema ya Bwana wetu Yesu. Adhabu yao itakuwa kuangamizwa kwa milele na kutengwa mbali na uso wa Bwana na mbali na utukufu wa uwezo wake, atakapokuja apate kutukuzwa na watu wake na kushangiliwa na wale wote wanaoamini. Ninyi vile mutakuwa pamoja nao, kwa maana mumeamini habari tuliyowatangazia. Kwa sababu hii tunawaombea siku zote kusudi Mungu wetu awawezeshe kustahili kuishi kufuatana na mwito wake. Tunaomba kwamba kwa uwezo wake atimize nia zenu zote njema na kukamilisha kazi yenu ya imani. Kwa hivi mutatukuza jina la Bwana wetu Yesu, nanyi mutatukuzwa naye kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Watesalonika wa pili sura ya pili. Sasa tunawaandikia juu ya mambo yanayoelekea kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo na namna sisi tutakavyokusanyika mbele yake. Wandugu, tunawasihi sana, musifadhaike upesi wala kuogopa kwamba siku ya kurudi kwa Bwana imekwisha kutimia. Inawezekana munafahamu mambo yale kwa njia ya unabii, mahubiri na barua inayosemeka kwamba imetoka kwetu. Musikubali kudanganywa na mutu yeyote kwa namna yoyote. Kwa maana siku ile haitatimia mpaka kwanza ule uasi mkubwa utokee na yule mwovu aonekane, ambaye mwisho wake ni kuangamizwa. Yeye atapinga kitu chochote watu wanachohesabu kuwa cha kimungu au wanachoabudu na kujiweka kuwa juu ya vyote. Yeye ataenda hata kuingia katika hekalu la Mungu na kukaa mule na kujiita mwenyewe kuwa Mungu. Hamukumbuki kwamba niliwaambia maneno haya wakati nilipokuwa pamoja nanyi? Lakini munajua kitu kinachozuiza mambo haya kutokea sasa. Kwa hivi yule mwovu atatokea kwa wakati wake uliopangwa. Hata hivi yule mwovu anatenda kazi zake kwa siri, lakini yule anayezuiza ataendelea hata atakapoondoshwa. Halafu yule mwovu atatokea, lakini Bwana Yesu atakapotokea atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa nguvu za kumetameta kwake. Mwovu atakuja na uwezo wa Shetani na kufanya miujiza ya kila namna, vitambulisho na maajabu ya uongo. Atatumia ubaya wa kila namna kwa kuwadanganya wale wanaopotea, kwa sababu hawakupenda kukubali na kupenda mambo ya kweli yaliyoweza kuwaokoa. Kwa sababu hii Mungu amewaweka chini ya nguvu ya upotovu
wapate kuamini mambo ya uongo. Kwa hivi wale wote wasioamini maneno ya ukweli, waliofurahia mambo mabaya, watahukumiwa. Lakini sisi tunapaswa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ninyi wandugu wapendwa wa Bwana. Kwa maana Mungu amewachagua ninyi wa kwanza kuwa watu wake, kusudi mupate kuokolewa kwa kutakaswa na Roho Mutakatifu na kwa kuamini maneno ya ukweli. Mungu amewaalika kuwa vile kwa njia ya habari njema tuliyowatangazia, kusudi mupate kushiriki katika utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wandugu, musimame imara na mushike mafundisho yetu tuliyowatolea, ikiwa kwa mahubiri au kwa barua yetu. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda na kwa neema yake akatufariji kwa milele na kutupatia tumaini njema, awafariji na kuwaimarisha katika matendo na maneno yote mema. Watesalonika wa pili, sura ya 3. Kwa mwisho, wandugu, mutuombee kusudi neno la Bwana lisambaye upesi na kutukuzwa kama vile inavyokuwa kwenu. Vile mumuombe Mungu kusudi atuopoe toka mikono ya watu wabaya na waovu. Kwa maana si watu wote wanaokubali kuamini habari njema. Lakini Bwana ni mwaminifu, atawaimarisha na kuwakinga na yule muovu. Bwana anatupatia tumaini kwa ajili yenu, kwamba munafanya na mutaendelea kufanya yale tunayowaagiza. Bwana aongoze mafikiri yenu katika upendo wa Mungu na katika uvumilivu tunaopewa na Kristo. Wandugu, tunawaagiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba mujitenge na wandugu wote wanaokuwa wavivu na wasiofuata mafundisho tuliyowapa. Munajua vizuri ninyi wenyewe namna munavyopaswa kuiga mfano wetu. Kwa maana sisi hatukukuwa wavivu wakati tulipoishi pamoja nanyi. Sisi hatukukula chakula cha mutu kwa bure, lakini tulitumika na kuchoka sana. Tulitumika mchana na usiku kusudi tusilemee hata mutu mmoja kati yenu. Tulifanya vile si kwa sababu hatukukuwa na haki ya kupokea msaada wenu, lakini kwa sababu tulitaka sisi wenyewe kuwa kwenu mfano wa kuiga. Kwa maana wakati tulipokuwa kwenu, tulikuwa tunawaagiza hivi: mutu yeyote asiyetaka kutumika na hapaswi kula vile. Tunasema hivi kwa sababu tumepata habari kwamba wamoja kati yenu ni wavivu, hawatumiki, isipokuwa tu kujiingiza katika maneno ya wengine. Tunawaagiza watu wale na kuwaonya kwa jina la Bwana Yesu Kristo kwamba watumike katika utulivu kwa kujitoshelea wenyewe katika maisha yao. Lakini ninyi wandugu, musichoke kutenda mema. Kama mutu hataki kushika maagizo tunayowatolea katika barua hii, mumwangalie vizuri mutu yule. Musishirikiane naye kusudi apate haya. Musimuhesabu kama vile adui, lakini mumuonye kama vile ndugu. Bwana wa amani mwenyewe awape amani siku zote na kwa njia zote. Bwana akuwe pamoja nanyi wote. Hii ni salamu ninayoiandika kwa mkono wangu mimi Paulo mwenyewe. Hii ndiyo sahihi yangu katika kila barua yangu na mwandiko wangu. Tunawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Yesu Kristo.